Watu wana project yao. Wao wanachosema kwamba Zanzibar hii haitoki. Zanzibar waimalize, hii mtamalizika nyinyi. Lakini hii mtaiona hivi hivi. Ndio kitu tunachosema. Ndugu zangu, niwaombe tena, kama ni utani, kama ni masara, tukafanye kwenye vikao vya karata, tukafanye kwenye bao, lakini kwenye nchi hakuna utani. Kwenye nchi hakuna utani. Katika kutafuta na kupambania haki, jamani, tusitie utani. Sisi tunasema kwa ukweli, tunasema kwa dhati. Tunasema hivyo kwa sababu wao hawajui dhiki wanazokutana nazo wananchi. Mimi ninasema hivyo kwa sababu mimi na mote nilimopita. Lakini leo ninavyozungumza, ndugu zangu, mimi na ndugu zangu, baba mmoja, mama mmoja, ambao hawatimizi shilingi 1000 kwa siku. Niko tayari kuwapambania, niko tayari kwa hili kusimama kwa ajili yao. Mimi simpita njia. Nimetumia ujana wangu, nimetumia muda wangu kuitumikia nchi hii, na nimetolewa kwenye kazi kwa sababu ya kuilinda na kulinda maslahi ya nchi hii na watu wake. Kwa hiyo ninachosema, ndugu zangu, ninachosema, nilitanguliza hili la Omar, kwamba tunachotaka, ndugu zangu, nchi hii Oktoba inshallah tunakwenda kuunda serikali. Tuwatengenezee vijana wetu, tutengeneze kizazi kipya cha kuendesha nchi hii, tuwakabidhi nchi, tuangalie waendeshe mambo ya nchi hii, irudi katika ustaarabu, irudi katika misingi, isimame katika misingi ambayo nchi hii nayo itakwenda mbele. Kasema hapa makamu mwenyekiti, hii si nchi ya kwa watu maskini, hawa wezi, mafisadi. Wewe unakwenda kuiba kiongozi, umesikia wapi? Kiongozi unaiba, unanunua ndege, unasema huwezi kumlipa milioni 1. Kuna watu wamenunua ndege bwana. Yana siku yake tutakuja kueleza. Naam. Sio ndege mnana, ndege ya kupanda abiria 45. Naam. Sasa wanatafuta sasa kwenda kununua labda manuari. Lakini ndio basi. Na hayo tunasema yetu tutakuja kuyachukua. Ndugu zangu, tunayatanguliza haya kwa sababu tunataka mtufahamu. Ndio maana miongoni mwa sera ya chama chetu tumesema moja ni kufanya mapitio makubwa ya elimu katika nchi hii. Kwa nini? Tunataka taifa la watu walioelimika kwa hali ya sasa na hali tunakokwenda. Mfumo tulionao sasa hivi, huu tutakuwa wasindikizaji. Watoto wetu, watu wataishi, wao watakuwa wasindikizaji. Hatutaki hilo litokee Zanzibar. Tunachotaka sisi, watoto wetu washiriki katika uchumi wa dunia, washiriki katika maisha, waone fahari kwamba wamezaliwa Zanzibar. Na ili waone fahari, lazima tuwajengee misingi ya elimu iliyokuwa bora. Lazima tuwajengee misingi ya elimu iliyokuwa bora, watakaoweza kushindana na dunia, sio kushindana na Pangawe, wala sio kushindana huyo washindane na dunia, ndio dunia ya leo. Na sisi tuko wazi katika hili. Tulianza kulizungumza kule Bububu. Sisi mpango wetu una maeneo 12. Nilianza kuyazungumza kule Bububu, naomba leo Pangawe,
City Center, the new City Center. Maana tukiyazungumza hapa najua yatafika Unguja nzima, yatafika na Pemba. Au si kweli jamani? Kweli si kweli? Tulianza kuzungumza, naomba niarudie kwa haraka haraka maeneo tulioanza kuyazungumza. Tulizungumza kwamba la kwanza kwetu sisi ni kuangalia mahitaji ya wakati huu. Ndio msingi wa sera yetu ya elimu. Hatuwezi kumpa mtoto elimu ambayo hailingani na mahitaji ya sasa na mahitaji tunakokwenda. Na ndio maana tukasema sisi elimu itaanza na mwanafunzi mwenyewe. Kuangalia katika makuzi yake, je, aweko wapi Wizara ya Elimu au aweko wanawake na watoto? Na kuangalia vipi wazazi watashirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba mtoto anasoma na anapata maarifa yanayohitajika. Eneo la pili tukasema ni la mwalimu. Tulisema nchi hii tumefika pahala katika mtu dhalili aliyewekwa dhalili, badala ya kuwa na heshima yake ni mwalimu. Kwa hivyo sisi tunachosema, tulichotangulia kusema ni kwamba sisi wa kwanza, ili uwepate elimu lazima umnyenyue mwalimu. Na tumeyaeleza mengi, nadhani leo si ya kuyarudia tena, lakini ni pamoja na mafunzo yao, maadili, utumishi wao, na kuwa na tume ya utumishi maalum ya walimu ili izingatie mambo mbalimbali na maslahi ya walimu. Lakini kikubwa tukasema itakuwa marufuku mwalimu kwenda kwenye mwenge. Sisi hatutaki walimu wa mwenge. Kama utaendelea kuweko mwenge, sasa sisi tunasema hatutaki walimu wa mwenge. Mwalimu apate heshima yake, lakini kikubwa mwalimu aishi kwa kipato chenye heshima, kwa kunyenyua mafao yake yote anayopata na haki zake. Lakini kikubwa ndugu zangu ni kuwatoa walimu katika mikopo ya kausha damu. Leo kila mwalimu unayemkuta hoi bintabani, kachukua mkopo wa milioni 10 alipe milioni 16. Hii itakwenda kuwa mwisho, kwa sababu ni sera yetu sisi kuanzisha mfuko maalumu wa maisha ya watumishi wa umma wakiwemo walimu. Sisi tunasema ni provident fund. Tutaifafanua siku ambayo tutazindua ilani yetu, lakini kwa ufupi ni hilo. Lakini jengine tukasema katika elimu ni pamoja na taasisi za mafunzo ya walimu. Kwa mfano Nkuruma itarudi Nkuruma na itakuwa Betrasi. Hatutotaka Nkuruma chuo cha walimu kikawekwe sijui kichochoro gani sijui. Huko tumeshatoka. Tutarudisha na tutaimarisha chuo cha walimu kikiwa Nkuruma, kwa sababu ni alama ya elimu katika nchi hii. Ni alama ya elimu katika nchi hii. Lakini pia tukasema kwamba katika taasisi zetu zile ambayo ni alama ya elimu, ikiwemo skuli ya Lumumba. Leo skuli ya Lumumba imekwenda kujengewa hospitali pale pembeni. Sisi tunasema lilikuwa jambo zuri, lakini lilikuwa na makosa katika uamuzi. Kuna mtu anasema tutakwenda kuipiga michi hospitali ya Lumumba. Unajua ndio ile hadithi ya kiongozi aliyokwenda kutembelea hospitali ya wagonjwa wa akili. Alipokwenda akaitiwa wale waliokuwa afadhali kidogo. Sasa mmoja anaonekana kwamba watu wameshughulika, kiongozi kaja, yeye anacheka, hapatikani kauli. Wakamuuliza wenzake, mpaka watu
Akaulizwa, we vipi bwana, pana kiongozi pana, we unachekea nini? Asema, mimi si cheki bwana, napiga hesabu. Mimi hapa hospitali nililetwa na askari mmoja tu, na huu mwaka wa 3 nipo. Huyu mwenzangu aliletwa na askari 40, atatoka lini humu? Sasa alidhani kwamba na yule ni mgonjwa mwenzao. Sasa na wao wanadhani kila mtu mgonjwa kama wao. Bwana, anayeuza makumbi mwingine akauza nazi, hakuna tatizo. Tatizo anayeuza makumbi akajifanya naye anauza nazi. Ndio wenzetu walivyo. Tunachosema kwa ufupi ni kwamba sisi tutaihamisha hospitali ya Lumumba, tuitafutie pahala pazuri tuijenge, na hospitali jengo lile ni zuri, litaendelea kuwa sehemu ya skuli ya Lumumba, iwe Lumumba ya kisasa. Chuo cha Kiislamu tumesema hivyo hivyo kwamba chuo cha Kiislamu, ndugu zangu, ni katika alama ya elimu katika nchi yetu. Tutakiendeleza, sio kilivyo sasa hivi hoi bintabani. Elimu Zanzibar tunachotaka iwe ni center ya Islamic knowledge katika mambo ya kisasa, ikiwemo masuala ya fedha ya Kiislamu ambayo dunia imeyatambua. Ndio tunachosema na ndio tutakachokwenda kukifanya. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.